Naam, mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2025, kwa mara nyingine kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kurejea na mazito, ila kabla niweze kukufahamisha alichoweza kukizungumza kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kupendeza iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri yetu ya Tanzania. Ndugu wa Tanzania, nakuja mbele zenu tena kwa shukuru kwa wingi wenu kwa kila jitihada ambazo mmezionyesha na ushirikiano kutoka katika familia ya Polepole. Zimepita siku 14 toka mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa na ndugu Mafwele. Genge la Mafwele ni genge nufaika na mfumo uliopo. Wako wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanajipambanua mmoja baada ya mwingine. Kutokana na shauri liko mahakamani, kuna baadhi ya watu sitawataja leo, lakini ikumbukwe siku zilizopita kulikuwa kuna wiki ya maji, wiki ya vijana. Na wiki hii ya vijana ilifanyika mkoani Mbeya. Waziri mwenye dhamana alipokuwa akipita kwenye mabanda kukagua sijui ilikuwa ni shughuli gani, alieleza waziwazi kwamba anajua Humphrey yuko wapi. Bwana Ridhiwani, ukibisha kuna video na kuna sauti zilikuwa ziko recorded, na ulikuwa umeongozana na ndugu mmoja anaitwa Nyaisa. Nafikiri huyu bwana ni mmoja kati ya maafisa wa wizara. Sasa ndugu Ridhiwani, nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mnufaika wa mfumo. Unafanya shughuli zako, unarudi nyumbani, unatulia na mkeo, unafurahi. Katika yale mazingira ambayo mmeyafanya mpaka sasa, ukiona wewe binadamu wa kawaida unafurahi, jiulize mara mbili. Kufurahi kwa sababu ya madaraka au kufurahi kwa sababu ya hujuma ya fedha za Watanzania? Nisiendelee sana, nasubiri utaratibu wa mahakama. Nitakuja na video za ushahidi, nitakuja na vitu muhimu uthibitisho. Ikiwa ni siku ya 14 toka Humphrey Polepole ametekwa usiku wa kuamkia tarehe 6. Alafu ndugu Mafwele, hawa vijana unawatuma, unataka nini? Unanitafuta mimi? Nipigie simu, namba yangu unayo, nipigie simu. Najua genge lenu muda wake ni mdogo sana. Siku zenu na masaa yenu yanahesabika. Kwa hivyo kama unanitafuta usipate shida. Mimi niko Tanzania na ninafuatilia kila hatua. Nisizungumze sana, lakini nafuatilia kila hatua. Tarehe 14 mwezi wa 10 majira ya saa 2 mpaka saa 3 mlipita nyumbani, mkaruka ukuta, mkaingia ndani,
Mlikuwa mnatafuta nini? Sipendi kutenda jambo baya. Yaani siku zile nilikuwa nawadusua. Kwa sababu ni ujambazi kama ujambazi mwingine kuruka ukuta. Kwa nini msigonge mlango? Kwa nini msipige simu? Simu zetu mnazo. Shida yenu nini? Mna shida gani? Nirudie kuwashauri, mtumie hekima na busara. Kwa sababu siku zenu zinahesabika. Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine msikae kimya. Msikae kimya. Hili genge si zuri na halina huruma. Nasubiri siku inayofuata ya mahakama, alafu ndio tutakuja na taarifa nzuri zaidi. Asanteni sana. Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, haya ambayo kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kuyazungumza yameweza kusababisha Tanzania wengi kutoa maoni yao, hasa wengi wakikashifu na kukosoa hata mambo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kwani wanaamini kwamba viongozi wa serikali ya awamu ya sita kile wanachozidi kukifanya haistahili kabisa. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, iwapo jumba aliloweza kutekwa Mheshimiwa Humphrey Polepole, mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha mno kutokana na hali ambalo jumba alilokuwa akiishi Mheshimiwa Humphrey Polepole liliweza kuachwa, kwani tuliweza kushuhudia milango ya jumba hilo kuvunjwa na hata damu kuonekana kabla ya eneo ambalo gari lilikuwa limeweza kuegeshwa. Mtazamaji wangu, maneno haya Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa akiyazungumza kabla ya kukamatwa kwake. Pia Watanzania baadhi yao waliweza kuamini, wengine waliweza kusikiliza na kupuuza, ila kwa tukio lililoweza kumkuta Mheshimiwa Humphrey Polepole, wengi waliweza kuvunjika mioyo na hata kuanza kuamini kile alichokuwa kikizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mtazamaji wangu, amini usiamini, haya yote yanayozidi kuonekana na kuendelea, hasa haya mazito ambayo Mheshimiwa kakake Humphrey Polepole ameweza kuyazungumza. Mbeleni aliweza kuzungumzia jaribio lililoweza kufanyika katika boma la mama yake kutokana na kauli nzito aliyoweza kuizungumza mamake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila ni sawa na kuna haki kubwa ya mamake Mheshimiwa Humphrey Polepole kukosoa utekaji ulioweza kufanyika kwa mtoto wake ambaye ni Mheshimiwa Humphrey Polepole, na sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa mstari wa mbele kufanya uhamasishaji kwa Watanzania kuhusiana ni kiongozi gani waweze kumpigia kura katika uchaguzi mkuu. Pia ni kiongozi gani ambao Watanzania hawamfahamu ukweli na uhalisia wake. Na mtazamaji wangu, kutokana na kile alichoanza kukifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kujiuzulu kama balozi wa Cuba, ilionekana kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi wote wa serikali ya awamu ya sita na hata viongozi wakuu wa chama cha CCM kwa azma yao ya kuingia Ikulu kwa mara nyingine kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole na kile anachozidi kukizungumza kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole? Ni vema iwapo utaweza kulike video hii, pia utochie maoni yako katika uwanja wa comment section, na usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.